Kabla huu mradi hujafika, kwenye changamoto ya maji ilikuwa kubwa. Tulikuwa tunapata shida, tunaenda kukinga kule barabarani. Tunaamka usiku. Hasa hapo kwenye kuamka usiku ndio hivyo inakuwa changamoto. Mtu unaweza kuamka usiku, ukakutana na watu labda ni wanakutisha, au unakuta mtu mjamzito, mimba ikifika mwezi mmoja, mimba inatoka kwa sababu tunabeba plastiki ile lita 20. Yaani tunahisi kwa huu mradi, yani kila mtu atapata maji yake kwa sababu maji yakishana yameshafika hivi kila mtu atataka aingize maji, yani kwa sababu ulikuwa ni msiba mkubwa. Kwa ujumla tulikuwa tunapata mateso sana kuhusu swala la maji. Kwa sababu naokaa juu mlimani, kama nakaa juu kabisa mlimani. Kwa mpaka ushuke huku chini ndio unapata maji. Hatuamini kama hii adha inaenda kuisha. Tumeupokea kwa mikono miwili, tunawashukuru sana viongozi wetu waliokamilisha hili swala. Kabla ya mradi huu wananchi wetu walikuwa wanapata adha kubwa sana. Walikuwa wakishusha kule chini kutafuta maji. Usiku wanaamka mapema sana sababu maji yenyewe yalikuwa yanapatikana kwa shida. Na vile unakumbuka kuna mama wajawazito wanajitahidi kushuka, lakini kwa hali ni ngumu sana kwa maisha yao waliokuwa wanaishi kwa kutafuta maji. Lakini kwa sasa huu mradi utawanufaisha kwa sababu watu wataweka maji ndani ya nyumba zao na vile watatumia kadiri ya mahitaji, kwa sababu maji ambayo wamepata ni maji ambayo ni safi na salama. Sisi kama serikali tunajivunia kwamba kwa wilaya ya Iringa, hasa kwenye eneo hili la manispaa, tayari mkurugenzi tumevuka zaidi ya 95% ya upelekaji wa maji. Na maeneo ambayo yamebakia asilimia hiyo kama 3-4 ni hayo ya juu ambayo ndio mikakati inaendelea. Kwa utekelezaji wa mradi huu ni kwenda katika lengo la kufikia 100% ya utekelezaji wa mradi wa maji. Pamoja na mafanikio makubwa ya upatikanaji wa miradi hii, tunayo majukumu makubwa mawili ambayo wananchi tunatakiwa tuyafanye. Jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba miundombinu hii iliyojengwa inalindwa na kutunzwa ili iweze kutufaa leo na kesho. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha vile vyanzo vyote vya maji ambavyo tunavitegemea vinalindwa kwa gharama yoyote. Kwa sababu kama tutakuwa na miundombinu hatuna vyanzo, hiyo miundombinu itabaki kuwa ni mapambo. Hakuna maneno tena, vitendo vimezungumza. Mradi wa milioni 135 kwa faida ya watu 1700 kwa mitaa ya Mkimbizi C kule pamoja na TRM, kazi ni hii hapo. Mradi ambao ulitakiwa kujengwa kwa muda mrefu, sasa ndani ya mwezi wa 4 maji yatakuwa ni mwa